hali gani mtazamaji wa Chivihi Online Media, karibu sana katika Sports Miles kama ilivyo ada, sehemu pekee ambayo tunazungumza yale yote ambayo yamejiri viwanjani, na kubwa leo hii tutakwenda kuangazia kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Hapo jana imecheza dhidi ya Morocco pale nchini Morocco katika kusaka tiketi ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka wa 2026, na tukashuhudia Tanzania wakitepeta kwa mabao 2-0 katika mchezo huo. Sasa tukaenda kuangazia wapi Tanzania walifeli. Mimi ni Heri Abdalla, nitakuwa na Hamadi Shekivuli katika medani ya uchambuzi kwa siku ya leo. Karibu Hamadi, mambo vipi? Mimi niko poa. Niko poa, namshukuru Mungu. Yes. Tunaendelea kupambana. Twende tuliangalie hili la Taifa Stars hapo jana mara baada ya kucheza katika mchezo wa kusaka tiketi ya kufuzu kombe la dunia. Wamepoteza kwa mabao 2-0. Wapi Morocco alifeli na timu yake ya Tanzania katika kusaka tiketi hiyo? Kwanza ni mpongeze coach Hemed Suleiman Morocco kwa kikosi ambacho aliamua kukianzisha kwa siku ya jana. Kuja kuangalia asilimia kubwa ya wachezaji ambao walifanikiwa kuanza nao wote wana uzoefu katika michuano ya kimataifa. Ukimwangalia Simon Happy God Msuva kwenye tofauti ameweza kuitumikia timu ya taifa, lakini ukija kumwangalia Faisal Salum ni miongoni mwa vijana ambao wanaendelea kuendeleza ile historia ya kuitumikia timu ya taifa kwa muda mrefu, lakini pia unaweza ukashuhudia ingizo jipya langoni ambalo kwa jana ameweza kuwa na utulivu wa hali ya juu. Yacoub Suleiman, watu wengi hawakuamini utulivu ambao alifanikiwa kuonyesha kwa siku ya jana. Wengi walitamani Ali Salum Katoro aanze, lakini kutokana na ile current performance ambayo kijana amefanikiwa kuonyesha katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia na kombe la shirikisho la CRDB jana, ilimlazimu kwa namna yoyote ile mwalimu aweze kuanza nayo. Lakini ukija kuangalia katika timu ya taifa ya Tanzania, kwa asilimia kubwa kwangu mimi sehemu ambayo ilifeli ni katika eneo la katikati, yani ubunifu kwenye ile zoni ya kumalizia, yani hapana malizia wale viungo washambuliaji, nikimjumuisha Faisal Salum pamoja na Simon Msuva, lakini pia hapa nitamgusia zaidi Mudathir Yahya. Huyu ni box to box midfielder ambaye alikuwa na kazi mbili ya kuisaidia timu kwenda mbele, lakini pia alikuwa anaisaidia timu kwa ajili ya kuzuia. Lakini kwa jana majukumu ambayo alikuwa anafanya zaidi ni kuisaidia timu kulingana na timu ambayo walikuwa wanacheza nayo. Lakini kingine ni kwamba jana Taifa Stars walikosa force number 9, tunasema real force number 9. Kuna muda ambavyo unajua katika soka ni kwamba kisipokufaa kwa chumvi basi kitakufaa kwa sukari. Hapa lazima utakuwa unamhitaji mtu kama Mpopa, Bwana Samata. Kama asingekuwepo katika pitch, lakini kwa namna fulani hivi angeweza kusaidia timu kwa mawazo, ushauri, kwa sababu kumbuka kwamba kuna ingizo jipya katika eneo la umaliziaji. Jana aliweza kuingizwa katika dakika 10 za kumalizia. Huyu si mwingine ni kijana Selemani Mwalimu na Chazi Mombo. Kwa hivyo kuna namna ambavyo jana ile namba 9 halisi ilikosekana, kwa sababu ukimwangalia Simon Happy God Msuva jana alikuwa anatumika kama force number 9, lakini hakuweza kufanikiwa kulingana na opponent ambaye alikuwa anakutana naye. Mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza Stars walifanikiwa kutoruhusu bao, lakini zilivyoanza dakika 45 za kipindi cha pili Stars waliruhusu mabao 2, na baadaye alikuja kufanya mabadiliko kwa kumtoa Mudathir Yahya basi na kumuingiza Yusuf Kagoma, na timu ikaonekana kutulia. Pengine hili nalo limechangia kwa Stars kupoteza? Kwa kiasi fulani imechangia. Jana wakati nipo na mwanasoka mmoja, kama si shabiki wa Stars, ni kwamba nilikuwa nazungumza katika swala zima la ile first 11, lakini kwangu nilimgusia Kagoma aweze kucheza pacha na Novatus Dismas kulingana na ile nature ile timu ambayo anaenda kukutana nayo. Unajua si rahisi kwenda kukutana na timu nambari 14 kama sikosei katika viwango vya FIFA duniani, lakini kwa nambari 1 kwa hapa Afrika. Kwa hivyo kuna namna ambavyo unaenda kupambana naye kwa nyaraka yako kwa sehemu nyingi, yani ukija kuangalia kwenye makaratasi, ukija kuangalia katika hamasa, yani walikuwa wamemzidi Taifa Stars. Kwa hivyo kuna namna ambavyo mwalimu
alipaswa kuwatumia wachezaji hawa wawili, kwa maana Kagoma pamoja na Nova kulingana na ule uasili wao jinsi wanavyocheza uwanjani. Yani wale in short ni kwamba wale ni defensive midfielder. Yani hawa ni wazuri zaidi katika kulinda timu. Na ndio maana jana katika kipindi cha pili waliweza kufanikiwa zaidi kuituliza timu, hasa kuanzia dakika ya 70 kwenda mbele. Lakini ukija kuangalia katika swala zima la ushambuliaji ni wazi kwamba ukiwa na mtu kama Faisal Salum lakini pia ukiwa na mtu kama Kibu Denis huku akisaidizana na mtu kama Clement Mzize unapata matokeo chanya zaidi katika ile namba 9 ambayo inaweza kukusaidia kupata chochote kitu mbele ya opponent mkubwa kama Morocco. Kupata matokeo katika mchezo ni jambo lingine, lakini pia kuna mafanikio ya mtu mmoja mmoja. Ukiangalia jana Stars wamecheza na wachezaji ambao wanacheza Ulaya. Tumemwangalia mtu kama Brahim Diaz anatokea Real de Madrid, lakini alikuwa anakabwa na Mohamed Hussein. Na Mohamed Hussein kwa kiasi kikubwa alionekana kuwini battle. Kipi hasa kinawafanya wachezaji kuweza kuwawini wachezaji wakubwa, wachezaji wa Tanzania? Kwa sababu si mara ya kwanza tulimuona hata Erasto Edward Nyoni alikuwa anamuwini sana Mohamed Salah na kumvisha kikoi pia. Kwanza kikubwa ni kwamba wachezaji hawa kuelekea michuano mikubwa kama hii hapa huwa wana commitment kubwa. Yani kuna ule uhitaji mkubwa wa mchezo husika kulingana na mashindano ambayo anaenda kuyashindania. Ukija kuangalia katika mashindano ambayo jana Taifa Stars walikuwa wanafanya, kwa maana kufuzu kombe la dunia 2026 kule Marekani, ni kwamba si kitu ambacho kipo kwenye mawazo tu ya wachezaji. Watanzania wote, wanasoka wote wanatamani timu ya taifa kuweza kufuzu katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo ile commitment, desire pamoja na mentality kwa wachezaji inakuwa kubwa zaidi ukilinganisha na wale wachezaji ambao wanaenda kupambana nao. Wale tayari wapo machua. Nikizungumza katika hili ni kwamba Morocco si mara ya kwanza kushiriki michuano mikubwa hii ya kombe la dunia, ni mwendelezo na unaweza ukashuhudia mafanikio madogo katika soka zima la Afrika, lakini pamoja na ulimwengu wote. Watu wengi walishangazwa na kile kitu ambacho walikifanya mbele ya mtu kama Cristiano Ronaldo. Unaweza kufanya kitu kikubwa. Unaweza kumshuhudia kijana yule Yusuf El Nasri ambaye alikuwa tuseme anaitumikia timu ya Valencia ya kule La Liga. Jana aliweza kuendelea ama aliweza kupambana kile kupata ushindi mbele ya Taifa Stars. Kwa kumalizia, tuna lipi la kujifunza katika kikosi cha taifa cha Tanzania tunavyoenda kwenye michuano mikubwa kama hii na kucheza na mataifa makubwa? Vitu vingi ambavyo tunajifunza. Kwanza ni swala zima la performance. Yani hapa simaanishi katika pichi tu. Unaweza ukashuhudia katika swala zima la hamasa. Angalia mashabiki wa Morocco kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, ile tunasema hamasa yao ilikuwa kubwa mpaka kufikia dakika 90, na hii hapa ilileta matokeo chanya kwa timu ya taifa ya Morocco kulingana na hamasa ambayo walikuwa wanatoa. Lakini pia kitu kingine ambacho tunajifunza ni ule ukomavu ambao tunaenda kupata mbele ya wachezaji wakubwa. Ukija kumuondoa mtu kama Novatus Dismas ambaye kwa siku ya jana ni kwamba katika ile pitch yeye pekee ndio ambaye alikuwa anacheza na mchezaji ambaye anatumikia naye ligi moja. Huyu si mwingine ni kijana mtu kama Amrabat. Amrabat wote wapo katika ligi kuu ya pale Uturuki. Kwa hivyo unaweza ukaona ukomavu. Lakini baadaye tukaona ingizo jipya kwa maana Selemani Mwalimu ambaye yupo kule Wydad Casablanca ambayo ipo katika nchi ya Morocco. Pia akaendeleza kupambana na hapa unaweza ukaona kabisa hata jinsi anavyowasiliana na wachezaji, jinsi anavyofanya uwanjani. Unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho anageni nje ya soka la Tanzania.
Sawa, nikushukuru sana Hamadi. Asante sana. Sawa. Ni Hamadi huyo ambaye alikuwa akitupa uchambuzi babu kubwa kabisa kulingana na matukio ya mchezo wa jana, Morocco akiwakabili Taifa Stars na matokeo yakaibuka kwa Morocco kushinda 2-0 na mchezo ukaisha hivyo. Mimi ni Heri Abdalla, hii ni Sports Smiles ya Chivihi Media. Usisahau kusubscribe, like, share na comment YouTube channel yetu, lakini pia tufuate Instagram, TikTok pamoja na Facebook, tunapatikana kwa jina la Chivihi Media. Tutane wasaa mwingine.